kitendo ambacho TANESCO limefanya kukutana na wenye viti na kuwapa mafunzo ni kitendo kizuri. Cha kwanza, kinawapa nafasi wenye viti na viongozi wa ngazi za kata kutambua kazi kubwa ambayo inafanywa na shirika la TANESCO kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini jambo la pili ni kufahamu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ipi mikakati ambayo shirika la TANESCO inayo. Na jambo la tatu ni kuonyesha namna gani shirika la TANESCO linaweza kuungana na watu kuona namna gani ya kuboresha na kutoa huduma. Na ndio maana shirika la TANESCO limekuja na mkakati mpya wa namna ya kuwafikia wateja wake. Hivyo tuna kila sababu kwa niaba ya mkuu wa mkoa kuwapongeza na kuwashukuru sana. Tutumie nafasi hii kumpongeza na kumshukuru sana mtendaji mkuu. Lakini pia kuendelea kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameendelea kuwekeza fedha nyingi sana kwenye miradi mikubwa ya umeme. Mmeona uzalishaji wa umeme katika nchi yetu ya Tanzania umeendelea kukua kwa kiwango kikubwa. Lakini katika mkoa wetu wa Dar es Salaam umeme pia umeendelea kuongezeka na uzalishaji wa umeme umeendelea kuongezeka. Mkienda Kinyerezi pale kuna mitambo imeendelea kufungwa, na bahati nzuri wengi wa waandishi mnaweza kushiriki katika hayo maeneo. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza. Kwa leo ambacho tunakiona ni kwamba shirika la TANESCO limeambiwa kushuka kwa watu. Ukienda kwenye ugatuzi wa madaraka, namna serikali ilivyoamua kujinyonyoa madaraka na kupeleka madaraka kwa watu. Eneo ambalo lilipeleka madaraka ni kwenye eneo la wenye viti wa serikali za mitaa ambapo ndipo wananchi wanapoishi. Lakini eneo la pili ni kwenye ODC, kwenye mamlaka za kata ambazo waheshimiwa madiwani ndio wenye viti wa maendeleo ya kata katika kata zao husika. Sasa unapozungumzia maendeleo huwezi kuacha kuzungumzia uhitaji wa umeme. Unapozungumzia maendeleo hauwezi kuacha kuzungumzia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Unapozungumzia nishati safi ya kupikia lazima uangalie ni nishati ipi ambayo umeme unaweza ukatumika kwa ajili ya kupikia kwa kina mama. Kama leo hii umeona wameonyesha aina ya majiko ambayo yanaweza kutumia umeme kidogo. Unaweza kutumia umeme wa shilingi 300 ukapika maharage yako au ukapika makande yako. Sisi wale watoto tunaotoka Same huko ambao tunakula makande, uone namna gani unaweza ukapika vitu ambavyo zamani tunahisi ni vigumu lakini kwa gharama ndogo. Hivyo ndio kazi ya TANESCO ambayo wameamua kuifanya. Hivyo kama serikali tunaendelea kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Na niwaombe ninyi kama waandishi wa habari na vyombo vya habari, tuendelee kutangaza mema yote ambayo shirika la TANESCO inayofanya kwa ajili ya watu wake. Lakini pia kama kuna changamoto tushirikiane na shirika la TANESCO kuona namna gani tunaweza kutatua changamoto za watu. Sio kila mahala ambapo yupo meneja wa TANESCO anaweza akaona. Lakini mimi mwandishi na wewe au sisi viongozi na nyewe waandishi tunaweza tukaziona hizo changamoto na kwenda kuwasaidia watu wetu. Ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, leo TANESCO tumekutana na viongozi ambao ni wenye viti wa serikali za mitaa kutoka wilaya ya Ilala, Temeke na Kigamboni pamoja na waheshimiwa madiwani wao kwa lengo la kuwaweka karibu kama wadau wetu wa karibu ambao tunashirikiana nao katika kuhudumia wananchi. Kama mnavyofahamu, tulianza mkakati wa kuweza kushirikiana na kundi hili la viongozi kwa lengo la kuweza kuweka mahusiano ya karibu na kuimarisha utoaji wa huduma zetu kwa wananchi, na hivyo basi tuliona ni vema siku ya leo tukakutana nao kwa ajili ya kuweza kuwapitisha kwenye miradi ambayo inaendelea katika maeneo yao ya umeme, lakini pia kuweza kuweka njia nyepesi na rahisi za wateja kuweza kutufikia kupitia wao wakiwa kama daraja kubwa kati ya serikali na wananchi. Kama ambavyo mmekuwa mkisikia katika hotuba za viongozi hivi karibuni, mwelekeo wa sasa wa serikali ni kwenye kuwahudumia wananchi, na sisi kama shirika la umeme ambao tunatoa huduma ya umeme tumeona ni vizuri tukaendelea kukutana na viongozi wa kundi hili ili basi tuweze kuwafikia wananchi na kuwahudumia kwa haraka zaidi. Kwa majina naitwa Juma Abbas Mwingamno, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Feri, lakini ndiye mwenyekiti wa wenye viti wa serikali za mitaa mkoa wa Dar es Salaam. Kama ilivyo taratibu za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoeleza kwamba mamlaka kwa umma, kwamba wenye viti wa serikali za mitaa wanakaa kwenye utaratibu wa kushughulikia swala zima la mamlaka kwa umma. Sasa TANESCO leo hii inapotoa semina hii inawafanya wenye viti wa serikali za mitaa wapate neno la kwenda kuwaambia wananchi. Kweli leo tumefika, tumeona bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo limekamilika kwa 100% ambalo linazalisha megawatts 2115 limekamilika. Kwa hiyo sasa tuna uhakika wa nishati ya umeme kuwa imeongezeka. Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anahimiza kutumia nishati safi na bora. Sasa kwa kutimia kwa bwawa hili la Mwalimu Nyerere linalozalisha megawatts 2115, nafikiri sasa matumizi ya umeme katika mambo mbalimbali majumbani
viwandani na kwingineko yataweza kufanyika bila ya mashaka yoyote.